Katika biashara ya kuku, kasi, bora na ufanisi, mambo yanayoamua mafanikio. Kila dakika inayookolewa katika uzalishaji inaweza kuongeza maokoto. Kwa miaka mingi, wafugaji na baadhi ya wachinjaji wamekuwa wakinyonyoa kuku kwa mikono, njia inayotumia muda mwingi, kazi na gharama zaidi. Lakini sasa itakuwaje kama nikikwambia kuwa unaweza kunyonyoa kuku 3 ndani ya dakika moja? Yaani, namaanisha kila ndani ya saa moja unaweza kunyonyoa kuku 180. Hivyo ndani ya saa 8 za kazi, mfugaji anaweza kunyonyoa kuku 1440. Kazi hiyo inaweza kurahisishwa ikiwa una mashine zaidi ya moja na wafanyakazi wengi, hali itakayofanya kuchakata idadi kubwa ya kuku na kuhudumia wateja kwa haraka. Mashine yenye kipenyo cha sentimita 50 kwa 60 ilikuwa miongoni mwa vivutio vikubwa katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba. Nukta TV ilikutana na mashine ya kunyonyoa kuku maarufu kama Poultry Plucker, ambayo imevutia wafugaji, wauzaji na wafanyabiashara wengi wa kuku. Juliana Elias ndiye muuzaji wa mashine hiyo, ambapo anaeleza kuwa imekuwa mkombozi wa wafanyabiashara wa kuku Tanzania na maeneo jirani. Kwa majina naitwa Juliana Elias Lemilia, natokea kampuni ya Poly Machinery Tanzania. Tupo Dar es Salaam headquarter, ila tuna branchi Arusha, Mbeya, Dodoma, pia Morogoro tuna duka letu. Mashine hii inanyonyoa kuku 3 mpaka 4 kwa dakika moja. Yenyewe ni special kwa ajili ya kuwasaidia wale wajasiriamali wadogo ambao ndo wanaanza, ili kuwarahisishia kazi. Kwa hiyo mashine kazi yake ni kunyonyoa kuku tu. Kitu cha kwanza, first stage, utachemsha maji yako pembeni ya moto, utamdumbukiza yule kuku. Ukishamdumbukiza ndo unakuja unamweka humu. Ukishamweka humu utakuwa unatia maji kidogo kidogo, then manyoya yatatokea huku chini. Mashine yetu inatumia umeme wa kawaida kabisa, single phase, ule umeme ambao tunautumia majumbani. Hautumii umeme mkubwa wala umeme mwingi. Inatumia umeme wa kawaida kabisa wa single phase wa majumbani. Kwa kuku 3 tunaweza tukapigia hesabu hivi kwa lisaa au kwa siku nzima. Haiwezi kutumia zaidi ya uniti 1 au 1.5. Ikiwa mashine hii itafanya kazi kwa saa 1 mfululizo, itatumia uniti 1 tu ya umeme, ambapo kwa mujibu wa mamlaka ya nishati EWURA huuzwa kwa shilingi 292 kwa wateja wa majumbani, biashara ndogo na viwanda vidogo. Kwa kiwango hicho, kwa saa 8 kwa siku, mashine hiyo itatumia wastani wa uniti 6 hadi 8 za umeme, kutegemeana na mzigo wa kazi, sawa na shilingi 2336. Na gharama yake ni shingapi? Utapata kwa 1,200,000 tu. Ili kupata mashine hiyo, itakulazimu kutoboa mfuko wako hadi shilingi 1,200,000 katika mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Dodoma, Mwanza na Mbeya. Kwa wafanyabiashara wadogo na matumizi ya nyumbani, gharama hiyo inaweza kuwa kubwa kutokana na changamoto za mitaji. Nukta TV pia imepata fursa ya kuongea na wafanyabiashara wa kuku, na walikuwa na haya ya kusema. Sina uwezo wa kuinunua sababu na kipato kidogo na nipo najichanga, naona maybe paka nitakapojipata hiyo mashine labda naweza nikainunua. Kwa mfano mimi biashara yangu hapa. Mimi naendesha biashara hii, siuzi kuku siji tuseme 100. Hapana, mimi kiwango changu ni kuku 20 au nikizidi sana 30. Unaona? Sasa uwezo wa kunyonyoa kama mimi mwenyewe, huo uwezo ninao. Maybe ningekuwa na uwezo wa labda nauza kuku 200, 300, hapo ndo ningepata uwezo wa kununua mashine. Unaona? Lakini kwa sasa changamoto mtaji wangu mimi bado mdogo kwanza. Kwa hiyo nategemea mimi mwenyewe nijinyolee mimi mwenyewe, naamka muda ambao naenda kuchukua kwa watu mabandani. Kwa hiyo kuku najitengenezea mwenyewe. Kwa hicho kiasi cha kununua mashine pa kujipanga kidogo. Naweza kununua kwa sababu inakuwa inarahisisha kazi zangu. Nafanya kazi kwa wepesi zaidi. Kwa kununua mashine ya kunyonyoa kuku, uwezo ninao. Naweza nikanunua, nikanyonyoa. Lakini kutokana na changamoto ya maisha yenyewe, kiukweli huwezi kununua kwa sababu changamoto ya hali yenyewe biashara kama ilivyokuwa. Je, kwa uwezo wako, matumizi ya umeme na gharama iliyoelezwa na muuzaji, mashine hii inaweza kuwa suluhisho sahihi kwa biashara yako ya kuku? Hii ni Nukta TV. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa habari, maarifa na tips mbalimbali zitakazokusaidia kufanya maamuzi bora katika biashara na uzalishaji. Tufuatilie pia kupitia YouTube, Nukta TV, na TikTok, Instagram pamoja na Facebook kwa jina la Nukta Tanzania. Pia tembelea tovuti yetu kwa www.nukta.co.tz kwa habari na makala mbalimbali.